Tunafuata hapa Clement Mzize. Huyo hapa kama unavyomuona Clement Mzize anapiga picha hapa na wanae, na tunasubiria baada ya kupiga picha tunaweza tukapata mahojiano naye kama unavyoona. Clement Mzize, kwanza unajisikiaje kufika tena Iringa? Tarehe 24 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, mchezaji maarufu wa klabu ya Yanga nchini Tanzania Clement Mzize alitua mkoani Iringa, nyumbani safari yake ya kusakata kambumbu ilipoanzia. Alifika mpaka uwanja wa Samora uliopo katika manispaa ya Iringa kushiriki mechi ya kirafiki kati ya timu yake ya zamani ya marafiki zake kijiwe cha bodaboda Majembe FC dhidi ya Vyabori FC. Katika mchezo huo Clement Mzize alifanikiwa kufunga magoli mawili katika dakika za kipindi cha kwanza, yaliyoifanya timu yake ya zamani ya Majembe FC kuibuka na ushindi wa goli 4-2. Oh yes, alright. Mambo vipi mtazamaji wa Focus Digital TV, moja kwa moja kutoka uwanja wa Samora, na hapa ni mechi ambayo ilikuwa inapigwa hapa. Mzize naye yupo hapa, ni mechi ya kirafiki. Aha, oya. Fresh vipi? Unyama ni mwingi. Fresh vipi? Fikiria pale, sio chapo badilike pale. Nani uje baba wanze hapa chapo. Ni mechi ambayo ilikuwa inapigwa hapa. Mzize naye yupo hapa, ni mechi ya kirafiki, na nipo na coach ambaye amemuita Mzize katika hii mechi. Ataenda kujitambulisha yeye ni nani. Kwa jina naitwa Hussein Mpogole almaarufu kocha mchezaji. Ni kocha wa timu ya Majembe FC ambako ndo kitovu cha Mzize kuzaliwa. Majembe FC ni timu ambayo inalea bodaboda ambapo ipo Kiesa. Kwa hiyo Mzize alipata likizo ya siku 7, akanipigia kama kocha kwamba bwana, naomba tafuta mechi ambayo kidogo itakuwa na upinzani ambao tucheze bodaboda kwa bodaboda. Kwa hiyo pale ambapo mnaona tunacheza bodaboda kwa bodaboda ni Majembe FC na Vyabori FC ambapo wote ni kama marafiki. Ndio maana leo tukaweka kitu kama bonanza ambapo yeye ameamua kuikumbuka Iringa yake na kuja kutoa shukrani kwa bodaboda, japo mwezi wa 6 kuna michuano ambayo yeye ataanzisha kama bonanza litakalo husu vijana wa bodaboda, ila yeye ndo atakayekuwa ameanzisha. Labda madhumuni ya hii mechi ilikuwa ni nini hadi mkaamua kumuita Mzize? Madhumuni ya hii mechi kwa kweli hatujamuita, lakini na sisi pia ametufanyia kama surprise, kwa sababu mimi alinipigia simu tayari akasema bwana, niko Mount Loyo hapa, naomba kesho tuonane, kesho kutwa tuwe na mechi, kwa sababu nimepewa siku 5 tu ya likizo. Kwa hiyo kabidi kesho yake. Alinipa wakati mgumu kwa sababu timu za bodaboda ni ziko nyingi, ila uzuri timu nyingi zimeingia kwenye michuano ya Vunja Bei. Kwa hiyo haikuwa kazi sana kuwatafuta wenzetu Vyabori na wakatukubalia, na kesho ana mechi pia kwenye michuano ya Vunja Bei, kwa sababu sisi tuliingia tulitolewa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo dhumuni la hii mechi ni kuonesha upendo wake hapa Iringa kwa upande wa bodaboda, kwa sababu pia licha kuwa maarufu hajasahau kazi yake ambayo imemuonesha mpaka leo alipofika. Labda wewe Mzize unamjua vipi na mlijuana wapi?
Mimi na Mzize nimefahamiana naye wakati yeye ni fundi kusaidia ujenzi hapa Iringa, na baada ya hapo sehemu ambapo anafanyia kazi ya bodaboda ni mimi pembeni nyumbani, yani ni nyumbani, yani nyumba hapa nyumbani kwetu, yeye pembeni. Kwa hiyo mimi nilikuwa naishi kama kakake kwa sababu wale ni wadogo zangu na tulikuwa tunamtumia kipindi hicho bodaboda. Kwa hiyo baada ya hapo tukafahamiana mpaka leo, yani tunaheshimiana. Nikienda Dar es Salaam tupo wote, tukiwa hapa na lea timu ya Majembe tupo wote. Labda mafanikio yake yeye Mzize ni mtu maarufu saizi, ukaribu bado upo ule toka mlivyokuwa mwanzo mmetambuana? Yani Mzize unavyomuona hivi ndio maana unakuta anasalimiana na watu wengi. Yani Mzize anajiona ni Mzize yule wa bodaboda, hana dharau na mtu yeyote, ndio maana unakuta anaweza katembea mguu sawa, japo kuna muda anapata changamoto nyingi sana, kuzongwa na watu, kupiga naye picha. Kwa hiyo kama kuna sehemu anahitaji kwenda, yani kidogo inampa wakati mgumu kwamba anapata shida sehemu ambayo anatakiwa atimize majukumu ya mapema, anachelewa kutokana na umaarufu alionao, kwa sababu anaogopa pia kwamba asiposalimiana na watu waweza kujua tayari kajipata anadharau. Kwa hiyo yeye ile hali ambayo alikuwa nayo mwanzoni mpaka leo anayo. Labda neno la mwisho la kumwambia Mzize kama wewe ndugu yake, mtu wa karibu sana. Mimi neno langu la mwisho mpaka leo, hata asubuhi wakati niko naye kabla hii mechi nilikuwa namwambia mdogo wangu, kazana, pambana, achana na kwamba mimi leo hii nipo Yanga. Wewe jione kama ni mtu ambaye leo unaipambania uende ukacheze timu kubwa. Kwa hiyo kikubwa hata yeye mwenyewe anachonisi kwamba brother, mimi ndo maana najituma mazoezi. Nafanya mazoezi sana, hapa nilipo naona bado sijafanikiwa. Yeye matumaini yake afike mbali. Na inasemekana kuna timu zinamhitaji kutoka kule Uarabuni. Wewe ushauri wako ni nini? Mzize aweze kuondoka Yanga aende Uarabuni? Hilo la timu kumhitaji Uarabuni ni sahihi, tunasikia na sisi pia na nishaambiwa, lakini sasa hayo ni makubaliano kati ya yeye na klabu ambayo inammiliki. Lakini sisi huku kwetu akija, akienda huko Ulaya akirudi, nadhani atakuwa ni Mzize yule yule. Kwetu kitakuwa hamna kitu ambacho kimebadilika, lakini pia kikubwa ambacho Mzize anakifanya pia anailea sana timu yake ambayo ametokea. Japo alitokea timu ya Majembe, akaenda timu nyingine ya Young Star, huko ndo ambako alifufuka na kuweza kufika Yanga. Basi sisi kingine kama kocha na kiujumla wanairinga wote, bodaboda wote, wanafamilia wote wa bodaboda wanapenda kumshukuru Mzize kwamba kwa support yake ambayo anaifanya kwenye michezo, na pia kuwakumbuka bodaboda kwa sababu yeye ameanzia kwenye bodaboda. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu zote kwa Mzize. Mimi hapa nilipo kwanza ni shabiki wa Yanga, na ndio maana leo hata anavyocheza nilikuwa namwambia bwana, cheza kwa tahadhari, kwa sababu Mzize akiumia mimi nimeumia kwa sababu timu yangu ya Yanga. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunasema sisi tunasema asante sana Mzize kwa ujio wake, kwa kutukumbuka wanairinga, bodaboda wote wanairinga. Kwa hiyo tunasema tu tunashukuru. Labda na kingine, je, Mzize ana support kwenye timu yenu ya Majembe FC labda kwa vifaa ama kwa support ya kifedha? Sahi anatusupport sana, na ndio maana unakuta hapa pana mipira mingi hiyo yote kwa sababu ya Mzize. Na kifedha pia ndio ana support. Yani sio mtu yule ambaye anaonesha roho mbaya kwa watu. Yani kwa Majembe anatukumbuka sana. Sikiaje kwanza kucheza na Mzize timu moja Majembe FC? Kwa mimi yani sema kweli yani nimejisikia furaha sana. Maana ni mtu mkubwa yani. Cheza naye ipo vizuri, bado kiwango chake kipo vile vile. Namshukuru Mungu. Na mimi pia nimecheza vizuri pia. Kwa hivyo ni kitu ambacho hakijai kutokea, sijai kutegemea ni kabisa. Labda uwezo wake wewe umekuvutia kivipi? Uwezo wake yani ni 100% kabisa yani. Uwezo wake ni mzuri sana. Yeah. Shukrani. Safi safi.